Taarifa zimekuwa ni nyingi sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Majukwaa mbalimbali ya michezo na burudani pia yamekuwa yakizungumza na kuchambua kuhusiana na swala zito ambalo hivi sasa linazungumzwa kwa ukubwa. Mimi nikukaribishe tu na nikufungulie kurasa hii ya michezo na burudani kwa weledi, kama ilivyokuwa ada yetu, kwenda kuchambua na kuelezea masuala mbalimbali ya kimichezo pamoja na burudani zake. Jambo la kufanya wewe, kabla hatujaendelea kuendeleza taarifa hii na kuichambua kwa makini na kwa kina zaidi kuhusiana na swala la Mzize kuweza kuondoka klabuni Yanga, lina ukweli kwa asilimia ngapi na nini mpaka sasa kimeshatamatika na ni kipi kitaendelea. Gusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau kubofya alama mbili za kengele. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa umejiunga nasi hapa, na habari kama hizi motomoto za michezo utakuwa ukizipata hapa kwa muda na wasaa husika. Kikubwa ni kwamba uwe tayari umeshajiunga nasi na kuwa mwanafamilia yetu. Mimi niseme kwamba kwa safari hii Young Africans sidhani kama hili dili wataweza kuchomoa, sababu mwanzoni kulikuwa na fedha ambayo ni nyingi, lakini pia kukatokea na sintofahamu za hapa na pale, hawakuweza kukubaliana wakapishana. Lakini sasa kwa safari hii sijajua itakuwaje, sababu Young Africans kama unavyojua ni timu kubwa hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na kwa rekodi ambazo kimataifa wameziweka, basi hii inafanya wawekezaji pamoja na timu mbalimbali ziweze kutupa macho yao pale Young Africans, ambapo all eyes on Yanga. Hiki ni kitu ambacho kinaletwa na matunda na matokeo mazuri ya kufanya vizuri na ubora wa klabu husika. Sasa kwa upande wa viongozi wa Yanga, ukimzungumzia Engineer Hersi kama rais wa klabu hiyo, ameeleza na kufunguka mambo mbalimbali katika kujenga pamoja na kuiboresha klabu husika ya Yanga. Hii ni kutokana na namna ambavyo wamekuwa wakifanya sajili zilizokuwa bora na zenye kuleta matunda na matumaini mazuri kwa klabu, lakini hata hivyo pia training ambazo wachezaji huwa wanapewa ni jambo la muhimu ambalo linafanya klabu ya Yanga siku zote iendelee kuwa ni klabu bora na inayofanya vizuri. Na katika swala zima la ofa, akasema ofa si moja tu kwa Mzize, bali ofa pia zimekuja nyingi na bado zitaendelea kuja, kwa sababu siku zote mti wenye matunda ndio ambao unapigwa mawe. Yani watu siku zote watalenga pale ambapo kwenye faida. Na kwa upande wa Yanga wamezungumza kuhusiana na Clement Mzize akiwa kama mchezaji bora engine pale klabu ni Yanga. Kwa sasa hivi kuwezekana kurudi muda si mrefu dimbani kuendelea kukiwasha. Sasa nini ambacho kitaendelea, sababu ofa zimezidi kumiminika. Mwanzoni matajiri walikuwa wakija na ofa ambazo Yanga walikuwa wakipishana nazo na kutoridhika nazo, lakini awamu hii ofa zimezidi kuwa kubwa zaidi kiasi ambacho mpaka zinatamanisha kwa timu ya Yanga kuweza kumwachia mchezaji Clement Mzize. Kwa upande wake Mzize, yeye yuko open, amefunguka na kusema kwamba mpira ni game la maslahi, yani ni mfumo mzima ambao mtu unatazama maslahi pale ambapo inakuja time ya kukuza talanta yako, kuzidi kukutangaza zaidi na kuongeza kipato chako. Ikitokea nafasi hiyo, basi ni vyema wewe kama mchezaji kuweza kuichukua na kwenda kuifanyia kazi vizuri. Kwake yeye Mzize inaonyesha moja kwa moja pamoja na mawakala wake wamenyoka, hawana kipengele, lakini kilichobaki ni kwamba klabu husika inatakiwa ikubaliane na haya ambayo yanaendelea hivi sasa. Na kwa kuwa Mzize mwenyewe binafsi ameshakubali, bila shaka kwa ofa hizi za mabilioni ya pesa si rahisi kwa klabu ya Yanga kukubali kuweza kupishana nazo. Kwa upande wa mashabiki, maoni yamekuwa ni mengi sana na maneno yamekuwa yakizungumzwa kwa asilimia kubwa sana. Kila shabiki amekuwa akieleza namna ambavyo amekuwa akiona na kwa mtazamo wake. Sijajua wewe kama shabiki wa Yanga mtazamo wako ni upi katika hili, unalipi la kuzungumza na ni kipi ambacho unaona kiko sahihi? Mzize aendelee kubaki klabuni Yanga ama Clement Mzize aweze kupokea ofa hii nene, aweze kuondoka kwenye virabu vingine akaongeze pesa huko na mkwanja? Sababu najua tena masuala ya maslahi ni masuala muhimu sana sana, hasa katika game hizi za michezo ya football pamoja na burudani zake. Mimi nikukumbushe tu usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment chini ya video hii.